Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Sisi ya mashindano yalikuwa ni kutupa kama friend mechi, kucheza mechi nyingi kwa ajili ya kujiandaa na AFCON. Naamini mwalimu amepata alichokuwa anakihitaji. Kilichobaki zimebaki siku chache kwa ajili ya kujiandaa na AFCON. Tunarudi uwanjani, tutamsikiliza mwalimu nini atatuambia tulichokifanya kwenye hizi mechi. Umeibuka mfungaji bora wa michuano, lakini vita hii ilikuwa ni kati yenu wewe pamoja na baadhi ya Wakenya. Kwanza mechi ya finali ilikuwaje baada ya kuona kwamba anayekufuata nyuma na yeye ni kutoka Kenya na ni mechi ya finali? Ilikuwa ni mechi nzuri kwa sababu Kenya ni timu nzuri, sisi pia ni timu nzuri. Lakini na imani sisi tumetengeneza nafasi, tumeweza kuitumia, ndio maana tumeweza kuchukua ubingwa. Tuzo hii hapa tunayo mkononi. Hii tuzo kwanza inaenda wapi? Kwa nani kwanza? Hii tuzo inaenda kwa babangu. Okay. Yeah. Kwa nini baba? Ni story ndefu sana. Babangu amenisupport sana. Nilitamani anione mwanae ninachofanya, lakini ni anaumwa, lakini na imani anaumwa, lakini namwakilisha vizuri. Nilitamani aone mwanae nini nafanya uwanjani kwa sababu ni muda mrefu sana amenisupport, lakini ni Mwenyezi Mungu kampitisha kwenye tatizo hili. Baba, tuambie kwa namna ambavyo mashindano yalikuwa, mmepitia michezo migumu lakini pia michezo mingine ambayo ilikuwa ni rahisi kwenu na mpaka leo mmekuwa mabingwa. Na unazungumzaje kwa upande wako? Sisi haya mashindano cha kwanza yalikuwa kutupa friend match, naweza nikasema, ingawa ni mashindano makubwa, yalikuwa anatupa mechi nzuri za kujiandaa na AFCON. Kwa hiyo na imani tumecheza vizuri, tumejiandaa vizuri na ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya AFCON. Naamini tumejiandaa vizuri ndio maana tumeweza kuchukua ubingwa. Kenya wamewapa mchezo mgumu ama mrahisi kwa leo? Wazungumziaje upinzani wake kwa namna ambavyo Kenya ni timu bora, imetupa mchezo mzuri. Wamepata nafasi, hawajazitumia, sisi tumepata nafasi, tumeweza kutumia. Tunashukuru. Toka umeanza kucheza kwenye haya mashindano, naamini kuna mchezaji mmoja ambaye ni beki ulikutana naye ukasema huyu kweli anastahili pongeze kwamba kuna namna moja amekusumbua kwenye mashindano mazima. Ni beki gani au kutoka nchi gani? Kila mabeki nilokutana nao ni mabeki wazuri. Siwezi kusema huyu ni beki mzuri au sio mzuri. Hakuna aliyekupa changamoto sana mpaka ukammaki? Hapana, wote wamemaki kwa wakati wao kutokana na mechi ilivyo. Kwa wote ni mabeki wazuri. Okay. Sawa. Kwa hiyo hatua inayofuata umesema ni AFCON. Je, kwa jinsi ambavyo unaona mashindano haya yametosha kuandaa vyema kwa ajili ya michuano hiyo? Naweza nikasema yametosha. Kilichobaki ni maelekezo madogo ambayo kwa siku zilizobaki kwa mwalimu. Kwa hiyo tunamsubiri mwalimu nini atatuambia na tuko tayari kwa ajili ya AFCON. Watanzania mnatuahidi nini kuelekea AFCON? Watuombee, hatutawaangusha, sisi tunawaahidi. Sisi kama wachezaji na sisi kama Tanzania lengo letu ni kufika mwisho wa mashindano. Kwa hiyo tunaamini tukienda kule tutapambana, tutafika mwisho wa mashindano. Tutarajie tuzo nyingine ya top scorer kutoka AFCON? Inshallah, ni jambo la kupambana tu. Bwana, shukrani sana. Asante. Mtaona soon. Soon mtaona. Tumwagie basi labda watu wajue, maana kuna watu wana mashaka huko, wanashangaa juzi mara thank you. Unajua kila mtu, kuna watu wa Tanzania wengi hawajaipokea labda kwa uzuri, ndio msimu umeanza ghafla thank you unaipata, msimu unaisha unakuta thank you. Hapana, hiyo sio la kuiongelea hapa. Kwanza haihusiani na jambo ambalo lilikuwa linaendelea hapa, lakini wataiona soon. Unajua washabiki wako wataona soon. Wao wako wanakufuatilia sana, kwa kuna namna ambavyo wanakuwa hajisikii vyema. Tuibie siri, basi tunaenda nchi gani sasa hivi? Wataona. Ni jambo la kusubiri, wataona. Sawa. Shukrani sana. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.